Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Kisima cha Uzima. Jina langu ni Askofu Isaac Kanyali kutoka kanisa la Christ Our Model Christian Church COM Thika. Mada yetu ya leo ni neema ya Mungu. Msikilizaji, sisi kama wanadamu tumeumbwa kwa njia ya kuweza kufanya mambo kama wanadamu, na kuna mambo ambayo ni neema ya Mungu tu yenye uwezo wa kutufikisha mahali ambapo kwa uwezo wetu hatuwezi. Neema ya Mungu inatusaidia kupata kibali na kukubalika mahali ambapo nguvu na uwezo wetu haviwezi kutusaidia. Ndiyo maana nimekuandalia ujumbe wenye mada neema ya Mungu. Andiko letu kuu ni kutoka katika kitabu cha Waefeso 2:8-9, na tutalisoma baada ya wimbo Vestin na Dorcas, neema. Nimezaliwa katika familia iliyodharauliwa sana, maisha magumu sana, hayo ndiyo nimepitia. Nilitamani sana kujiua, lakini hakuwezekana. Matajiri waliponiona wakauliza, mtoto huyu ni wa nani? Walinicheka, nilichekelewa sana, nami nilikuwa naona walikuwa na sababu. Ulikubali ukamwaga damu yako juu ya mimi, mtu bure, mwanadamu mwenye dhambi. Neema yako niliona, neema yako na upendo ni ya ajabu. Asante kwa damu yako imeniokoa. Sijui niseme nini mbele zako Baba. Asante kwa yote ulionitendea. Neema yako na upendo ni ya ajabu. Asante kwa damu yako imeniokoa. Sijui niseme nini mbele zako Baba. Asante kwa yote. Baada ya kusikiliza wimbo huo, hebu tusome andiko letu kutoka katika kitabu cha Waefeso 2:8-9. Maandiko yanatuambia, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Tunaona kwamba neema, kwa kuweza kuchambua kwa undani zaidi, ni kwamba ni kitu ambacho haukustahili kupata. Kama vile tulitangulia ni nguvu ambazo zinakuwa ndani ya muumini, ambazo zinakusaidia kutenda mambo ambayo wewe mwenyewe kwa uwezo wako haungeweza kutenda. Kwa mfano, maandiko yametuambia hapa sasa hivi ya kwamba mumeokolewa kwa neema. Wewe haungeweza kujiokoa wewe mwenyewe. Biblia inasema kwamba ni kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Kwa hivyo wokovu wetu ni kwa sababu ya imani. Maana kama wokovu ingekuwa ni kwa sababu ya kujitoa kwetu, ama kwa sababu labda nilizaliwa kwa nyumba ya askofu, nilizaliwa kwa familia ya mchungaji, ama ni kwa sababu niko na pesa nyingi, ama ni kwa sababu ninashiriki dhehebu fulani, wengi hawangeweza kuokoka. Lakini kwa neema ni kumaanisha kwamba sio kwa nguvu zetu, sio kwa uwezo wetu, sio kwa kujitoa kwetu. Maana ukiangalia katika Agano la Kale, maandiko yanatuonyesha ya kwamba
watu walikuwa wakitenda dhambi, lazima ukamchinje mbuzi ama kondoo, dhambi zako zikasamehewe, na ni lazima ungeenda kupitia kwa kuhani ili damu ya mwanakondoo ikanyunyizwe kwenye madhabahu uweze kusamehewa dhambi zako. Lakini tunaposema kwamba tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ni kumaanisha kwamba kuna vitu haukuvitoa ambavyo watu wa Agano la Kale walikuwa wanavitoa. Kuna mbuzi ama kondoo haukumchinja ili uweze kusamehewa, maana Kristo alijitoa kama dhabihu kwa ajili yako. Alijitoa kama mwanakondoo, akamwaga damu yake pale msalabani ili wewe usije ukatoa mbuzi, usije ukatoa kondoo kwa sababu ya wokovu wako. Kwa hivyo tunaposema kuhusu neema, tunamaanisha kwamba ni uweza ambao Mungu ametukirimia ili tuweze kuokolewa, sio kwa sababu ya mambo mengi. Pia tunaona katika kitabu kingine cha Tito 2:11 inatuambia kwamba maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za dunia. Watu wengi wamesongwa na tamaa za dunia na mambo ya dunia na wamelemewa kabisa. Unapata kama wengine wameingiana na mihadarati, madawa ya kulevya, na wameshindwa kabisa kuachana nayo, wameshindwa kabisa kuepukana na vitu kama hivyo kwa sababu kwa nguvu zao hawawezi. Lakini hebu angalia vile neema inavyofanya. Kuna watu walikuwa ndani ya hizo vitu, walikuwa wamezama katika mihadarati, katika mambo ya dunia, mambo ya uzinifu, na ilikuwa ni vigumu hao kutoka katika mambo hayo. Lakini neema inapokufikia, ni kumaanisha kwamba ndani yako kuna nguvu ambazo si za kawaida za Roho Mtakatifu, ambazo zinakuwezesha kusema la kwa mambo mabaya, kusema la kwa mambo ya kidunia, na unaweza ukaishi maisha ambayo ni ya ushindi katika maisha haya. Wengi wanasema kwamba inawezekanaje nikaokoka na nikakaa maisha ya utakatifu? Je, inawezekana kweli? Na wale ambao hawajaokoka na wako kule nje, wanapotazama waliookoka wanasema kwamba labda hawa ni kujifanya, hawamaanishi. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba wale ambao tumeonja wokovu kama mimi na wengine, tunaelewa ya kwamba neema ilipotufikia, kuna vitu hatungeweza kuvifanya kwa kibinafsi, kuna vitu hatungeweza kuviacha, kuna mambo tuliona kwamba ni magumu katika maisha yetu, lakini tulipopokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tuna nguvu ambazo ziliingia ndani yetu, nguvu za Roho Mtakatifu ambazo zimetuwezesha kuweza kukataa dhambi, kukataa maisha ya kidunia na kuishi maisha ambayo yanampendeza. Kwa kweli sisi ni wanadamu wa kawaida tu, hatuwezi chochote, lakini nguvu za Mungu zinapoingia ndani yetu, tuna uweza wa kuweza kuyashinda majaribu ya dunia hii. Na maana tunasema kwamba neema ya Mungu imeshawadia, imeshakuja, inatufundisha. Ni kumaanisha kwamba hiyo neema inatuwezesha, inatusaidia kusema la katika mambo ambayo hayamuhusu Mungu, mambo ambayo hayampendezi Mungu. Neema pia inaweza ikakusaidia hata katika sehemu mbalimbali za maisha, kwa maana neema pia inaweza kuelezewa kama kibali, ya kwamba kuna ofisi unaweza ukaingia na ukapata kibali pale ambapo hauna makaratasi ungeweza kupeleka ili uweze kuajiriwa ama upate kibali fulani, lakini kwa sababu ya kibali ambacho tunapewa na Roho Mtakatifu, maana neema pia inaweza kutambulika kama kibali, maana neema ni kupata uweza ambao haungeuweza kwa nguvu zako, lakini kwa sababu neema ya Mungu iko juu yako, milango inafunguka, njia zinafunguka na unaweza kujipata mahali pale. Ninataka kukueleza siku ya leo ya kwamba neema hii unaihitaji katika maisha yako. Sio tu neema inayotuletea wokovu peke yake, lakini baada ya wokovu bado kuna mambo mengi ambayo tunaletewa na wokovu kupitia ile neema. Maana neema hiyo hiyo tu ndio inatupatia pia karama za Roho Mtakatifu. Maana maandiko yanatuambia kwamba kupitia Kristo Yesu amepeana karama za Roho Mtakatifu kulingana na neema. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba hiyo neema pia inatupatia karama za Roho Mtakatifu. Unapata kwamba unaweza kuwa na karama ya uponyaji, unaweza kuwa na karama ya kinabii, unaweza kuwa na karama mbalimbali, sio kwa sababu ya uwezo wako ama kwa sababu ulizaliwa vile, lakini ni jambo ambalo haungetenda kwa nguvu zako wewe mwenyewe.
mwenyewe, lakini kwa sababu ya hiyo neema unapata kwamba unatembea katika nguvu mpya. Unawekea watu mikono, wanapona. Unaombea watu mahitaji na wanapokea. Unaweza kuwa na karama ambayo unatumika kanisani kwa njia moja ama nyingine, sio kwa sababu ya uweza wako, ni neema ambayo imekuja juu ya maisha yako. Kwa hivyo msikilizaji wangu, nataka nikuombee siku hii ya leo, ili hiyo neema ikapate kuendelea kufanya kazi ndani ya maisha yako. Kama haujaokoka, unahitaji hiyo neema kwa sababu ya wokovu, maana tunaokolewa kwa neema na wala sio kwa kujitolea kwetu, sio kwa kazi zetu ama sio kwa bidii yetu. Ni bure, ni kipawa ambacho tunapewa bila kulipia. Kwa hivyo nataka kukuombea msikilizaji wangu, ili neema hii ikaweza kukufikia na wewe pia. Baba, kwa jina la Yesu, nakushukuru kwa sababu ya msikilizaji wangu ambaye amesikiliza ujumbe huu siku ya leo. Asante Mungu wetu, maana neema yako ilipomfikia uliweza ukamwokoa na ukamleta katika wokovu. Ninaomba hii neema iendelee kufanya kazi juu ya maisha yake, neema hata ya karama za Roho Mtakatifu, neema hata ya kumwezesha kuingia sehemu hangeweza kuingia, kufanya mambo ambayo hangeweza kuyafanya kupitia uweza wa Roho Mtakatifu. Na yule ambaye hajaokoka, ninaomba Mungu wetu neema hii ikamfikie, akaweza kukupokea kama Bwana na Mwokozi. Asante Mungu wetu, maana utaendelea kutenda katika maisha ya msikilizaji. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba, amen. Umenitoa mbali kusikojulikana, kwa neema yako isiyosemekana. Umenitoa kule kusikojulikana, kwa upendo wako usiosemekana. Ni muujiza ni kufika hapa, ni muujiza ni kuwa hai, ni muujiza kupendwa na wewe Yesu, ni muujiza kusimama tena. Si kwamba mimi nimetenda wema sana, si kwamba mimi ni mtakatifu sana, si kwamba mimi ni mnyenyekevu sana, si kwamba mimi niko sawa 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 sana, ila ni neema yako Bwana, neema yako Bwana, neema yako Bwana, neema yako Baba, neema yako Bwana, ayelelelelele, neema yako Bwana, neema yako Bwana. Duniani nimekutana na mengi, tabu na misukosuko, kushiwa na kuchoka. Duniani nimepambana na vingi, kutengwa na kukataliwa. Mimi ninaona ajabu, hukuniacha nilivyo. Oh, ajabu, hukunipungukia Yesu. Si kwamba mimi nimetenda wema sana, si kwamba mimi ni mtakatifu sana, si kwamba mimi ni mnyenyekevu sana, si kwamba mimi niko sawa 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 sana, ila Huyo ni mwimbaji Walter Chilambo na wimbo Neema, ambao unatueleza kwamba neema ya Bwana Yesu ni muujiza na hutuwezesha kwa kila jambo. Wimbo ambao unatutamatishia kipindi cha Kisima cha Uzima. Kwa niaba ya mtayarishaji wa kipindi Judy Mungori, mimi ni Askofu Isaac Kanyali kutoka kanisa la Christ Our Model Christian Church COM Thika. Mungu akupe neema ya kutosha, msikilizaji. mazuri unanitendea, ni muujiza.